Swala langu la kijamii ni swala ambalo linagusa watu wengi sana. Tofauti na music, unajua nyimbo zetu sio kila mtu atazipenda. Lakini swala la kijamii nalolifanya ni swala ambalo linanifanya sana watu wengi, watoto, watu wazima, especially vijijini. Mimi taasisi yangu silivi sana mjini, nalivi vijijini, mikoani. Kwa hiyo nusu ya maisha yangu ni kwenye kuchangia furaha ya jamii. Kwa hiyo swala langu la music naweza kaa nalifanya nika rekodi nyimbo zangu kama albamu 2, 3 nikawa nazitoa, lakini swala la kijamii naweza kulifanya hata kila siku. Kwa swala la kijamii limeleka mbele kuliko swala la music. Of course, mimi sijatokea katika familia ya kitajiri sana. Hapana. Mimi nimetoka katika familia tu ya kawaida, ambayo kwa kupitia shule nilizosoma, maisha niliyopitia yalinifanya niona kwamba kuna watu wana shida. Kuna watu wana shida. Na kipindi naanza kufanya kazi yangu ya kwanza nilipangiwa mkoani. Kwa katika mkoa ambao nilikuwepo, hiyo sehemu ilikuwa watu wana shida kubwa, mpaka mimi nilikuwa naona kama mimi maisha yangu, yani kama maisha yangu kwamba mimi naona kama nimefanikiwa wala sijafanikiwa. Kwa hiyo hicho kitu kilinigusa sana, nikasema kwa nini nisije kusaidia watu namna hii? Kwa nini mimi nikae mjini nifanye kazi yangu, nipate income yangu, lakini kuna watu wako mikoani wanateseka na vitu vingi, lakini inawezekana serikali yetu haioni, lakini kupitia mimi inawezekana wakanufaika, wakapata msaada. Kwa hiyo ikanilazimu nifungue taasisi kwa ajili ya kuwasaidia wale watu. Na ndicho ninachokifanya mpaka leo. Of course, mimi sijaanza kufanya biashara leo wala jana, na zaidi ya miaka 4 kwenye biashara. Kwa hiyo na experience kubwa, hata hii pia sio biashara yangu ya kwanza. Kwa hiyo mimi naona ni kitu cha kawaida, changamoto zipo. Lakini tu unatakiwa ujue kwamba unafanya biashara ina gani, unagusa watu wa aina gani, na wateja wako ni wapi. Kwa upande wangu mimi ni experience ninayo kubwa ya miaka mingi. Yeah, tumeona msanii Imani amekuwa ni mtu ambaye kama anakuelea vibaya sana kwenye mtandao, kwamba mtu ambaye anapenda sana kufeki maisha, kwamba wao wanataja vitu vya bei kubwa sana na kutumia kuhusia biashara zao, kwamba mtaji ambao uko nao hautokani na usanii ambao uko nao, design wa usanii. Labda unawezaje kukua hicho kitu ambacho sasa yeye ana biashara gani anafanya? Yeye anafanya nini? Manake akiongelea mtu ambaye una kitu unakifanya, yeye basi awe na cha zaidi hapo. Kama yeye hana, atazidi kusemea mimi biashara yangu. Manake ndo anafeki maisha. Yeye akiulizwa leo anaishi kwa kutumia nini? Anaishi kwa biashara gani? Anaishi kwa kufanya nini? Hana. Kwa nini yeye anafeki maisha? Yeye anafeki maisha. Kwa hiyo alichokiongea ni yeye, sio mimi. Yeah. Lakini tuhusia kwenye swala la biashara. Labda utofauti wa Tanzania ambao wanafanya biashara na wale ambao wanasoma mtu ambao wanasafiri na nini. Tunaona labda mastawi kitu wanakuwa kwa sababu inaonekana mastawi wengi ambao wanamuziki wa kufunga wengi wamekuwa wakitegemea muziki tu kama kipato, namna kuingiza hela, lakini tunaona mtu ambao anaingia wanafanya biashara na safari na nini. Tofauti iko vipi labda watu ambao kwa mtu ambao ni sahihi sana na mtu ambao anafanya biashara? Unajua sisi wasanii Tanzania wengi tunaridhika na maisha ya uongo. Unaweza kukuta msanii yupo anadanganya watu kwamba mimi naingiza kupitia stream zangu za music. Wale sisi wanamuziki wenyewe tunajua kabisa huwezi kuishi kwa zile stream za music, ni uongo. Kwa hiyo unajikuta mtu unajiumiza mwenyewe kutafuta income ambayo unatumia njia ndefu. Wale ambao mtu unaweza ukatoka, wewe si ni msanii, unatoa nyimbo zako, unafanya nini? Basi toka tafuta biashara kama hivi, weka biashara. Music ipo kama kipaji, lakini pia income yako itoke kwenye kitu kingine. Tumia ustawi ulionao. Watu watakuja, watakupa hela kwa namna nyingine. Lakini sisi wasanii wengi kwa kweli huwa tunategemea njia za kawaida, shortcut.
mimi nishakuwa msanii nitapata tu pesa. Utapata kwa njia ipi? Maanake wasanii wengi akili zetu yaani zimelala sana sana. Na kuna changamoto nyingine kuhusiana na biashara, wasanii wakifungua baadhi ya duka kama hiyo, kwa sababu ni advert, basi bidhaa unaiweka ni hela kubwa sana. Kama mfano kwa Faima kuna nguo ambayo alipost akaweka kiasi fulani cha pesa, ambao nguo hiyo hajalipa naye kaweka kiasi kidogo. Kwako imekaa ni biashara? Kwa kweli mimi wacha niseme kwamba ukishakuwa star sio lazima kwamba uweke nywele ya bei ghali. Hapana. Mfano kama mimi sijaangalia watu wa gharama ya juu. Nimeangalia wadada wa kawaida tu ambao wanapenda kupendeza, ambao hata mtu akiwa na 50,000 akija pale dukani wangu atapata nywele nzuri. Kwa hiyo kwa upande wa mtu ambaye anaweka nywele au anaweka nguo anayotoa kwa bei ghali kwamba yeye ni star, huyo sio mfanya biashara.